Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 21 mwezi wa 4 mwaka 2025. Siku nzuri kabisa, siku ya Jumatatu. Kwa moyo mkunjofu kabisa ni kualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbushe, kama ndo mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tunapatikana kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, TikTok, bila kusahau mtandao wa X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini pia usisahau kuacha bodi yako kwenye comment kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante sana kwa kuwe mdau ambao unaandika comment. Na bila kupoteza wakati tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Maziwa mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, bidhaa za nyama, sausage bora kabisa Tanzania kutoka Peramio, lakini pia vinywaji vya aina mbalimbali vinapatikana hapo, mafuta kupikia, lakini pia na bidhaa nyingine nyingi kwa ajili ya matumizi yako wewe ambaye unatutazama wakati huu. Fika hapo ili uweze kupata bidhaa zako mbalimbali ambazo unazihitaji. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Gazeti ya Habari Leo katika ukurasa wake mbele ya habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Samia ataka taifa liombewe, mpango wa kemea vurugu. Habari katika ukurasa wa 3. Askofu serikali Chadema fanyeni maridhiano. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Uchaguzi mkuu watawala ibada ya Pasaka. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Gwajima aingilia kati sakata la wanafunzi kumdhalilisha mwenzao. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Mvua ya wawili wengine 46 wakosa makazi Kigoma. Habari katika ukurasa wa 3. Gari lililosheheni bangi la kamato likitokea Malawi. Habari katika ukurasa wa 3. Lakini pia gazeti hili limeandika Jokate atabiri vijana kuichagua CCM. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti ya Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni baada ya Pasaka maskofu pasuka. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 pamoja na ukurasa wa 3. Nukuu katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili ya kwanza ni Askofu Show. Yeye anasema tunaposema juu ya upatanisho tunamaanisha, tunaposema juu ya kuridhiana tunamaanisha kuleta mabadiliko yatakayofanya watu wote waweze kuishi kwa amani na haki itendeke. Askofu Dickson Chilongani yanasema mimi sisemi nani yuko sahihi au nani mkosaji. Chadema na CCM wote raia wema wa Tanzania, tuwaombe viongozi wetu wakae wamalize hili kwa amani wakati tunaendelea uchaguzi mkuu mwaka huu. Askofu Wolfgang Pisa yanasema katika hali ya kawaida nani anaharibu amani? Anayetumia nguvu na kusisitiza uchaguzi uende anavyotaka yeye, au yule anayesema jamani turudi mezani ili tuangalie mifumo yetu uchaguzi? Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 2 pamoja na ukurasa wa 3. Habari picha ikionyesha Wakristo wa kanisa Katoliki wakisikiliza mahubiri walipohudhuria misa ya sikukuu ya Pasaka katika kanisa la parokia ya Mwenye Heri Maria Teresa mkoani Dodoma. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 2 pamoja na ukurasa wa 3. Mwananchi limeandika CAG abainisha dosari vituo vya mabasi Dar es Salaam. Ukaguzi wa mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali CAG umebaini vituo vingi vya mabasi nchini vinakabiliwa na changamoto za miundombinu ikiwemo uhaba wa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Utitiri wa malori janga kwa barabara da. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika Dr. Mpango aonya vijana vurugu kwenye uchaguzi mkuu. Habari katika ukurasa wa 2. Visa vya wapiga debe kituo cha mabasi Magufuli. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 8 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Tulitazame sasa gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni askofu mahabusu kisiasa waachiwe. Ni Wolfgang Pisa wa kanisa Katoliki asisitiza amani nchini. Askofu Chilongani ashauri serikali ikae mezani na Chadema. Askofu Show atoa tahadhari kwa jeshi la polisi na wasimamizi wa uchaguzi. Iliyojiri 2019, 2020, 2024 yadhibitiwe yasijirudie. Habari katika ukurasa wa 2, ukurasa wa 3,
ukurasa wa 5 pamoja na ukurasa wa 18. Nukuu katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili ya kwanza ni Askofu Wolfgang Pisa ikisema, kama kweli amani inapatikana kwa kurudi mezani, kwa maana hiyo waliokamatwa kwa kudai haki wakiwemo viongozi wa kisiasa waachiwe haraka bila masharti na wengine wasikamatwe wala kusumbuliwa. Askofu Frederick Shaw anasema, waacheni watu wawachague kwa uhuru viongozi wanaowataka. Tunaomba sana uchaguzi huu usifanane na uchaguzi mwingine uliopita ule 2019, 2020 uliofanyika mwaka jana 2024. Hatutaki kuona yale yaliyotokea katika uchaguzi nilioutaja. Habari picha inaonyesha waumini wa kanisa kuu la Mtakatifu Andrea Kagwa, jimbo Katoliki la Lindi, wakimsikiliza askofu wa jimbo hilo Mhashamu Wolfgang Pisa wakati wa mkesha wa Pasaka juzi usiku. Gazeti limeandika salamu za Pasaka, maskofu wanyoshia kidole mambo 10, imo michepuko, kuishi pamoja bila ndoa, uchoropoaji mimba, kutelekeza familia, wananchi kukosa furaha, kina dada kukosa wa kuoa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Habari picha inamuonyesha Askofu Amani, Askofu Chilongani pamoja na Askofu Shaw. Nukuu ya Askofu Isaac Amani inasema, ole wake anayeua kwa kutoa mimba, ni kosa kubwa kwa Mwenyezi Mungu. Tutajibu. Wajibu wetu ni kutunza uhai na kulinda kwa sifa na utukufu wa Mungu. Kila mmoja ana haki ya kuishi na kufurahia uhai. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 3. Lakini pia gazeti Nipashe limeandika, wanaogombea 2025 namna ya kuepuka tatizo la akili wakati wa uchaguzi. Habari katika ukurasa wa 4. Rais Samia atoa ujumbe maalum sikukuu ya Pasaka. Habari katika ukurasa wa 2. Lakini pia gazeti Nipashe michezo katika ukurasa wake mbele limeandika, Simba mguu mmoja fainali. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 24. Tulitazame sasa gazeti Uhuru kweli daima. Lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Rais Samia, tuombee taifa amani na umoja. Ni ujumbe wake kwa taifa katika kusherehekea sikukuu ya Pasaka. Dr. Mpango awaasa vijana kutoshabikia vurugu wakati wa uchaguzi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika ibada ya Pasaka, ujumbe wa upendo, mshikamano wa tawala. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika waumini Kanisa Katoliki wamtakia heri Papa Francis. Habari katika ukurasa wa 7. Wasomi wataja manufaa ya ripoti ya BBT kwa vijana. Habari katika ukurasa wa 6. Da kujenga shule 10 za ghorofa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 9. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Tulitazame sasa gazeti wa Machinga lenye katika ukurasa wake mbele habari iliyopewa kipaumbele ni Dr. Biteko awataka wagombea kubeba amani ya nchi. Asema waje na nia thabiti wajitokeze kugombea nafasi za uongozi nchini. Waasa wa Kristo kuliombea taifa na ashiriki ibada ya Pasaka AIC Makongoro. Maaskofu kila kona wahimiza serikali kukaa na wadau wa vyama vya siasa kumaliza yaliyoibuka kuhusu sheria. Kukamatwa kwa Tundu Lissu nako kugusiwa. Habari katika ukurasa wa 4. Jokate CCM itaandika historia ya uchaguzi mkuu mwaka huu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Jokate CCM itaandika historia ya uchaguzi mwaka huu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Asema mamilioni ya vijana watapiga kura kwa mara ya kwanza kuchagua viongozi wa CCM. Agusia kazi kubwa ya utekelezaji wa ilani kuwa sababu ya kuchochea ushindi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Dr. Gwajima aingilia kati binti aliyedhalilishwa UDSM. Habari katika ukurasa wa 2. Balozi Matinyi ahidi kuitangaza Tanzania. Habari katika ukurasa wa 2. Askofu Pisa, tulinde na tudumishe amani ya nchi yetu kuelekea uchaguzi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti wa Machinga katika ukurasa wake mbele. Pata nakala yako, usome kwa ndani zaidi. Na sasa tugeukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Simba mguu mmoja fainali, ila Ahwa aizima Stellenbosch awakata stimu mashabiki. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Matokeo yake ni Simba 1 Stellenbosch 0. Mchezo wa mkondo wa pili ni Stellenbosch dhidi ya Simba, kombe la shirikisho, Jumapili tarehe 27 saa 10 kamili jioni. Kisazi Ziki Waarabu wa Kabanako Yanga. Fountain Gates dhidi ya Yanga ni leo Jumatatu saa 10 kamili jioni Tanzanite kwa raha.
Mayele ni nonda aliyechelewa safari. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Hii ni jicho la mwewe na Edo Kumwembe. Lakini pia gazeti hili limeandika dakika za jioni, manne yameangusha Fountain. Gazeti hili limeandika Arsenal yaibeba Man United England, Arsenal 4 Ipswich 0, Wolves 1 Manchester United 0, Chelsea 2 Fulham 1. Haya ni matokeo ya EPL. Lakini pia gazeti hili limeandika TPL leo Jumatatu ni Coastal Union dhidi ya Ken Gold, mchezo unapigwa saa 10 kamili jioni Mkokwani, Tanga. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti. Kama hata nakala yako some kwa ndani zaidi magazeti ya habari za michezo na burudani mikononi mwangu. Ndio gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenye limeandika Simba yashinda, Samia ipongeza, Yanga Fountain Gate hesabu tofauti. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Fusa ya wasili salama Moroko, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Lundenga kuzikwa kesho Kilombero, habari katika ukurasa wa 21. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, katika ukurasa wake wa nyuma, habari za michezo na burudani. Nalo gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii katika ukurasa wake wa nyuma limeandika Simba yaweka mguu mmoja fainali ya Afrika, Ahwa aendeleza moto akifunga bao muhimu katika michuano ya CAF. Lakini pia gazeti hili limeandika Yanga hesabu kali ikiwa Fountain, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Goikares achagua kusajiliwa Arsenal, habari katika ukurasa wa 21. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Kama hata nakala yako some kwa ndani zaidi. Na gazeti hili linakamilisha rukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa.